Huzuni simanzi imetawala katika chuo kikuu cha St. John's kilichopo jijini Dodoma baada ya wanafunzi wawili wa chuo hicho ambao ni Rebecca Misungwi na Felista Peter Francis kufariki kwa ajali ya moto iliyotokea katika chumba walichokuwa wakiishi, huku chanzo cha tukio hilo la moto likihusishwa na wivu wa mapenzi. Inaelezwa kuwa moto huo uliwashwa na mpenzi, yani boyfriend wa mmoja wa wanafunzi ambaye ni Felista, ambaye pia ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha St. John's, na Rebecca Misungwi alifariki dunia tarehe 11 Juni, huku Felista akifariki dunia tarehe 13 Juni wakati wakiendelea kupatiwa matibabu katika hospitali ya kanda ya Benjamin Mkapa jijini Dodoma. Mwenyekiti wa serikali ya mtaa wa Kigamboni, Matayo Makorome, amesema wakati huo wa tukio linatokea ndani ya chumba hicho kulikuwa na wanafunzi hao ambao waliungua maeneo mbalimbali ya mwili kabla ya msamaria mwema kufika haraka na kuvunja mlango wa nyumba baada ya kusikia yowe na kuomba msaada. Kama jina naitwa Matayo Makorome Maswale, ni mwenyekiti wa mtaa wa Kigamboni. Tuna tukio ambalo limetokea tarehe 7 usiku wa kuamkia Ijumaa. Tukio hili lilitokea mnamo majira ya saa 5 usiku. Na muda huo zimamoto wakajulishwa wakaja. Lakini wengi wao Kigamboni hawakujua kama kuna tukio. Maana wengi wao wamezoea kuona manyumba yakiungua ndipo wanajitokeza. Sasa hili lilikuwa tukio la watoto ambao wameungua wakiwa ndani ya chumba chao, na ni wanafunzi wa chuo kikuu St. John, mmoja akiitwa Rebecca, mmoja Felista. Lakini waliungua kwa kweli, ni tukio la kinyama lililotokea kwa mtu yeyote yule anayeweza kufika na kuona jinsi hao wanafunzi walivyoungua. Basi tumshukuru jirani yake kijana ambaye ni dereva wa bajaji. Alisikia kama kelele, mtu anafungua geti, akaisi anaibiwa bajaji. Maana yake Dodoma, mtaa wetu, bajaji kuibiwa matairi, vioo vya mbele ni kitu cha kawaida. Lakini alipotoka kusikia kitu chochote, na hisi kwa wakati huo mtu aliyetekeleza hilo swala alisita kwanza, basi naye akarudi ndani. Kabla hajalala ndani ya dakika 10-20 ndipo akasikia hao mabinti wanapiga kelele, njoni mtuokoe tunakufa, njoni mtuokoe tunakufa. Akajitokeza hadi chumba cha mabinti na kufika kuvunja mlango. Lakini anafanikiwa kuvunja mlango, anatoka. Mmoja alitoka hadi nje, mmoja alishindwa kutoka, akaanguka mlangoni. Lakini wakati huo tayari wameshaungua asilimia kubwa. Ndipo yeye mwenyewe alipowabeba na kuwawaisha hospitali. Hospitali wakapata matibabu. Siku huo watu wakajulishana kutafuta ndugu, ndipo kijana mmoja akajitokeza kuwa yeye anasoma nao na ni rafiki yao, akitaja ana pesa shilingi 250,000 anaweza akawalipia. Kweli alifanya hicho kitendo. Kwa usiku ule akawalipia matibabu pesa hizo hadi zikatimia katika gharama walizohitaji kwa usiku huo. Na aliendelea kukaa pale mpaka kukacha asubuhi, mpaka mida ya saa 5 wazazi wake wakafika na kuwaeleza. Wazazi wakamrudishia zile gharama zake shilingi 250,000. Basi tukaendelea kusikilizia matibabu, watu wakihudhuria mbalimbali, wanafunzi wanaosoma naye, walimu, marafiki, majirani mtaani, sisi viongozi wa mtaa kwa kushirikiana. Hadi wakati huo tukishirikiana, taarifa polisi ikawa imewafikia, na ndio waliotoa hata PF3 ya matibabu. Siku ya kwanza ya pili ndipo baba mzazi alipotueleza kwamba amefanikiwa kuongea na binti. Binti kamtajia mtu aliyefanya
hilo tukio, lakini pia aliyolifanya hiyo tukio ndo huyo aliyekuwa msamaria mwema wa kuweza kulipia hata matibabu usiku mpaka kukacha asubuhi na kuweza kurudishiwa pesa. Tumshukuru Mungu, tukaendelea na matibabu hadi wagonjwa walivyohamishwa hospitali ya Benjamin Mkapa kwa rufaa ya matibabu zaidi. Lakini siku zote hizi walikuwa wanatibiwa wakiwa ICU au kuweza kupata nafasi ya kupata nafuu kwamba wahamishiwe wodini. Hata walipofika Benjamin bado walifikia ICU. Baada ya matibabu kuendelea Benjamin, ndipo wazazi tulipowaeleza, polisi mmetoa taarifa. Akatuambia tumetoa taarifa, basi tunaomba muje tuende tufuatilie kesi ina mpelelezi nani. Tukaandamana nao mpaka kuweza kufika polisi na kumjua mpelelezi. Kesi ilipewa wapelelezi wawili. Tunashukuru walitupa ushirikiano. Basi tukaendelea kuiamini serikali yetu, vyombo vya dola, kwamba haki itatendeka, na walitusii. Majira kama ya saa 5 ndipo tulipopata taarifa kwamba tukiwa na wazazi, kijana aliyetenda tukio hili amekimbilia kijiji cha jirani Mpunguzi. Tukapata namba za kaka aliyekimbilia hapo Mpunguzi, tukapata namba za mama yake kijijini, namba za baba kijijini, kwa sababu kuna wanafunzi waliokuwa wanakaa naye chumba kimoja ndio walioweza kutupa hizo namba na kutupa ushirikiano. Na baadhi ya mmoja wapo alimuona usiku huo akiwa na mafuta ambayo hakujua ni taa au ni petroli. Ni baada ya tukio kutokea usiku huo, wameenda hospitali na kurudi, ndipo alipomuuliza, bwana vipi, ulikuwa na mafuta hapa, yameenda wapi? Naye kijana akamjibu, mafuta haya kuna bodaboda tunafahamiana ameishiwa mafuta, kaniazima atanirudishia kesho. Lakini wakati huo ameshamhoji, kwa nini umenunua mafuta kwenye garoni unakuja nayo nyumbani, wakati serikali ilishazuia hakuna kununua mafuta kwenye garoni? Lakini yeye alimjibu, mafuta haya naenda nyumbani kesho, wazazi wangu wameniomba niende na mafuta. Kwa hiyo naye hakuweza kuendelea zaidi hapo. Lakini naye anasema kijana alilala kwa wasiwasi, hakumwamini tena, kwa nini huyu aje na mafuta nyumbani alafu baadaye tena mafuta yametoweka. Kifupi, waandishi wa habari, swala hili limeenda kumtindo huo, lakini tushukuru Mungu kwamba mabinti hawa tumewapoteza. Ni Mungu amewapenda zaidi. Kazi ya Mwenyezi Mungu haina makosa. Kikubwa tuendelee kuwaombea nia za misa, kuwaombea maombi mbalimbali ili aweze kuwapunguzia adhabu, aweze kuwasamehe makosa yao, kwani kila mwanadamu ana mapungufu, sisi si watimilifu.